Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu wapendwa, tupo katika adhimisho hili takatifu tukimshukuru Mungu kwa namna pekee kwa ajili ya wenzetu hawa wanaohitimu, yaani wale waliohitimu kozi ya uuguzi na kozi ya utabibu. Tunasema Mungu asante kwamba hawa wamemaliza mafunzo hayo kwa hatua hiyo. Kilichobaki sasa ni kwenda kuitumia taaluma hiyo walioipata, na zaidi ya hayo kuitumia taaluma hiyo kwenda kumhudumia mtu. Taaluma yenu hiyo ni ya muhimu na ni ya pekee kwa sababu inagusa uhai wa mtu. Ukifanyika uzembe fulani, basi maisha ya huyu aliyekuwa anahudumiwa nawe yanaishia hapa, na hutakuwa na uwezo wa kurudisha uhai huo. Kwa hiyo ndio maana nasema asante Mungu, umehitimu, umepata vizuri mafunzo hayo. Sasa jiweke mikononi mwa Mungu ili aweze kuongoza kazi hizo mtakazofanya huko mwendako. Kwa hiyo basi tunawakabidhi mbele ya Mungu katika adhimisho hili kwamba mkatekeleze kadri mlivyofundishwa. Lakini zaidi ya hayo pia tunaombea wakufunzi wenu. Wamewagawia kile walichokuwa nacho, basi wakabidhi pia nao mikononi mwa Mungu ili kazi hiyo njema wanayoifanya ilete matunda. Niwaalike basi katika adhimisho hili tafakari ujumbe mfupi huu: Bwana nitakase. Zangu upendwa, wana wa Israeli waliteuliwa kama taifa teule, kwamba mkombozi atazaliwa ndani ya taifa hili. Hivyo waliandaliwa vizuri, walipewa amri kama mwongozo wa maisha yao, walipewa makuhani kwa ajili ya maadhimisho ya ibada mbalimbali kwa ajili ya kuwatakatifuza, walipewa manabii kwa ajili ya kuwafundisha namna wanavyotakiwa kuishi, kuwaonya, kuwakemea kasoro zao walizokuwa wanafanya ili wabaki waaminifu. Lakini tunaona katika historia ya maisha yao walikuwa wakikengeuka, wakikosa kufuata miongozo waliokuwa wanapewa. Mungu aliwaadhibu, akawapeleka utumwani, wakatawanyika mataifa mbalimbali. Huko walienda wakajifunza mambo ambayo yanaenda kinyume na mwongozo wao, lakini basi waliyafuata, wakakosa uadilifu, wakakosa utii kwa Mungu, wakakosa kumwabudu Mungu wa kweli, wakakosa haki ile ya kufuata sheria zile ambazo Mungu wao aliwaagiza. Wapo waliotambua kasoro, walijiona kwamba tumekosa,
kwamba tupo hivi tu kwa sababu tumeasi maagizo yako, tumeshindwa kufuata sheria zako, utusamehe. Mungu akaona unyofu wao, kaamua kuwarudisha katika nchi yao. Ndio somo tulilosikia kutoka kitabu cha Ezekiel, ambapo wanasema nitawarudisha kutoka katika nchi zenu, mtarudi katika nchi yenu, nitawasafisha, nitawapa moyo wa nyama, nitaondoa moyo wa jiwe, mtakuwa safi. Yale mliojifunza ya ovyo huko nje, sasa mtarudi kufuata yale ambayo nilikuwa nimewaagiza mimi. Kwa hivi anasema ataosha, atawasafisha. Basi ndio maana anasema tuombe Bwana atutakase. Kwa hivi hawa waliporudi, walirudia zile amri ambazo walikuwa wamefundishwa hapo awali. Walirudi kwenye mstari. Walirudi hivyo baada ya kujitambua kwamba tumekosa, tunahitaji kutubu, tunahitaji kujisaisha, tunahitaji kujirekebisha. Zangu wapendwa, Mtume Paulo akiwaasa Wakolosai asema muwe na moyo wa huruma, upendo, uvumilivu, hali ya kuchukuliana, hali ya kusaishana, muwe watu wa shukrani. Paulo anawaambia hayo baada ya kuona kwamba kile alichokuwa amefundisha, kile alichokuwa ameelekeza si ndicho wanachokifanya. Kwa sababu alikuwa na mtindo wa kufundisha, anachagua uongozi, anawaacha waendelee kutafakari yale ambayo amefundisha. Lakini alipata taarifa kutoka kwa viongozi wale aliowaacha kwamba sasa wanaishi vibaya, hawana upendo, hawana uvumilivu, hawana unyenyekevu, wanaishi ovyo. Kwa hiyo sasa Paulo anamrudia tena, anawapa maelekezo, anawarudisha kule alikowafundisha yeye. Lakini mwisho anasema sije mkajiona kama wale ambao wanatekeleza hayo, wanaishi vizuri. Kuweni na shukrani, kujua kwamba hayo mnafanya kwa sababu Mungu amewaangazia, na ninyi mmefuata hayo anayoangazia Mungu, si kwa nguvu zenu tu, bali pia nguvu ya Mungu. Basi na hawa anawatakasa na tabia ile iliyokuwa mbaya, inayoenda kinyume na mafundisho yake, ili warudi kwenye mstari. Bwana wetu Yesu Kristo anakutana na kundi la wakoma. Hawa walikuwa wagonjwa, na kwa wakati huo suluhisho ilikuwa ni kuwatenga na jamii, ili ukoma ule usiweze kuambukiza wengine. Aliyetoa mamlaka ya kwamba sasa umepona, urudi uchangamani na wenzako, alikuwa ni kuhani. Sasa kuna makundi mawili, kuna hao Wayahudi, kuna hao wa Samaria. Hao hawakupatana. Tunaambiwa kwamba chanzo cha kutopatana ni kwamba kama ilivyokuwa desturi ya vita za wakati huo,
mkipigwa, kwa mfano tuchukue kwamba imepigwa na watu pengine wa Luparama, mnahamisha hapa, mnapelekwa Wenda, wawenda wanaletwa hapa au wanapelekwa sehemu nyingine, au watakuja watu wa taifa lingine. Wanabatizwa tu wale dhaifu wasiokuwa na uwezo mkubwa, basi hao ndio wanabatizwa. Sasa wale waliobatizwa walichangamana, walioana. Kwa hiyo wale ambao walibaki ni Wayahudi kiwa waliwaona hawa kama sio safi, kwa hiyo walitengwa, pamoja kwa walikuwa taifa moja, lakini walitengwa. Lakini tunaona kwamba kutokana na ugonjwa huo waliunganishwa, wakawa kitu kimoja. Wanasikia Yesu anapita na walishapata habari kwamba yeye anaponya, wanaanza kumpigia kelele, Bwana, tunaomba utuponye, ututakase. Na Yesu anawatakasa, wanakuwa safi. Lakini anawaambia maana kupona pale, mwambia kwamba mwende mkajionyeshe kwa makuhani, yaani ili waweze kupata kibali cha kurudi kwenye kundi. Njiani, wakati bado hajaweza kufika kwa kuhani, wanashtukiwa wamepona. Mmoja anarudi kutoa shukrani, anasema asante, nimepona. Hakuona sababu ya kwenda kushukuru, ya kwenda kutoa taarifa kwa kuhani. Aliona arudi aseme asante, sababu nimepona. Sasa Yesu anauliza, hawakuwa 19 wako wapi? Amerudi tu huyu mmoja kuja kumpa Mungu utukufu. Ndilo hilo tunalofanya siku ya leo. Nasema asante kwa kuweza kuhitimu. Usije ukaona kwamba umehitimu kwa nguvu zako. Mungu amekupa mema, umeweza kufanya mitihani yako, umeweza kuhudhuria kozi zote ambazo unatakiwa kuzifanya. Kwa hiyo tusijenge kiburi, tuseme kwa dhati kabisa asante. Basi mzangu, tunapotafakari kwamba Bwana nitakase, anitakase katika nini? Tunapokuja au tunapoingia katika taasisi yote ya shule yote, tunaondoa ujinga fulani, tunaingiza kitu kipya, tunaingiza taaluma, tunaingiza elimu fulani. Kwa hiyo tunaondokana na ujinga fulani, tunaingiza uelewa. Sasa katika kuingiza taaluma hiyo, kanisa linasisitiza katika utoaji wa elimu. Elimu hiyo itolewe kwa kulenga akili, kulenga kiroho, kulenga maadili, na sasa mkazo mpya upo pia utamaduni, kwamba tunatoka katika tamaduni. Tamaduni hizo ni za msingi katika mambo fulani tunayoyafanya, iwe kiroho, kimaadili, kiakili. Kwa hivyo hivi vinahimizwa na kanisa kwamba elimu inapotolewa basi kweli iwe taaluma inagusa akili zetu kusudi kuweza kutatua matatizo yanayozunguka jamii,
Maana hiyo ndio elimu. Elimu ni kuwa na uwezo wa kutatua matatizo yanayozunguka jamii yako. Usipokuwa na uwezo wa kutatua kwa kutumia taaluma yako, kutumia elimu yako kadiri ya mazingira yako, basi elimu hiyo inakuwa bure, inakuwa haina maana. Mambo ya kiroho, lazima watu kuwa na dhamiri. Usipokuwa na dhamiri, utasubiri mtu akusimamie. Hutaweza kujisimamia wewe mwenyewe. Dhamiri kiongozi kutenda vizuri, kufanya vizuri bila kuangalia yupo nani. Hapo tutapigana. Maadili, bila kuwa na maadili, shughuli zetu zitakuwa ovyo. Lazima kuwe na maadili, lazima kuwe na uadilifu. Kwa hivyo tusipokuwa uadilifu katika kazi zetu, hatutaweza kuleta tija. Tafanya vibaya. Zote nimesema ndugu zangu, taaluma yenu inagusa maisha ya mtu. Unajua kabisa kwamba sisi wagonjwa ni wasumbufu, walalamishi na nini. Kwa hiyo lazima tuwe na unyenyekevu, tuwe na uvumilivu, ili tuweze kutekeleza vizuri wajibu wetu na mtu aweze kuitika na wajibu huo tunaofanya. Kwa hivyo sasa tunahitaji utamaduni. Kila mmoja wetu ametoka katika utamaduni fulani au ametoka katika mazingira fulani, wazazi fulani. Wazazi hao waliotulea wametupatia mambo fulani ya msingi, hivyo mambo mengine haya yote yanakuja kusimama juu ya tamaduni hizo tulizokuwa nazo, mila na desturi zetu tulizokuwa nazo. Kwa hivi tutawaheshimu watu pamoja kwa sisi na elimu ya juu, lakini tunakuja kumhudumia mtu huyu ambaye hajui hata kusoma na kuandika, hawezi hata kujieleza vizuri. Kwa hiyo kwa mila na desturi zetu tunasema tuheshimu watu, basi tutamhudumia vizuri. Sasa najua kwamba pamoja na taaluma hizo, kila mmoja na tabia yake, kila mmoja na mtindo wake, namna ya mahusiano na wengine. Basi tumwombe Mungu atakase tabia zile ambazo hazifai, haziendani na tabia ile ambayo taaluma yenu inataka. Atakase uzembe, msije mkamzidishia mtu dozi au mkasahau wakati mnafanya operation, mkasahau visu ndani ya tumbo lake. Atakase uzembe, atakase lugha mbovu, ili mgonjwa akiongea nawe aone amepona. Atakase hali ile ya tukua huko mtakao kuwa kituo chako cha kazi. Unaweza kuwa huko natundika vazi lako kwenye kiti, huko wagonjwa wanakuja, hakuna mtu. Atakase pia siwepo, ili watu wafurahi
uweze kufanya kazi vizuri. Mzangu mpendwa, mwende mkafanye kazi vizuri, ili walimu wenu au wakufunzi wenu uweze kufarijika kwamba walitolea nguvu zao na kazi inaonekana. Kila mmoja wetu akienda huko, dhamiri yake ndio imsukume atende mema, atende vizuri. Uogope kutenda maovu, uogope kutenda ya ovyo, uogope kufanya kitu ambacho watu watachukia, watakasirika kutokana na utendaji wako mbovu. Wachukie labda kutokana na hali hiyo ya kufuata taratibu, kufuata sheria. Hapo wachukie, Mungu atakubariki. Kwa hivi basi, tumombe Mungu atutakase na uovu wote, tuweze kuwa na moyo wa nyama, tuweze kuwa na roho safi, tuweze kuipa heshima taaluma yetu, tusidhalilishe taaluma yetu. Tumsifu Yesu Kristo.